Somo letu ni kwa habari ya uponyaji wa ndani. Uponyaji wa ndani. Hebu sema uponyaji wa ndani. Kwa sauti sema uponyaji wa ndani. Kanisa lote uponyaji wa ndani. Yeremia sura ya 4 mstari 19. Mtima wangu naumwa katika moyo wangu wa ndani. Moyo wangu umefadhaika ndani yangu. Siwezi kunyamaza kwa sababu umesikia, nafsi yangu, sauti ya tarumbeta na mshindo wa vita. Kitabu kile cha nabii Isaya sura ya 16 mstari 11 tunaunganisha pale, nasema kwa sababu hiyo mtima wangu unamlilia Moabu kama kinubi, na matumbo yangu kwa ajili ya Kriheresi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema maisha ya ndani ya mtu, tunazungumza maisha ya moyo. Na moyo ni injini katika mwili. Shughuli zote kwenye maisha ya mtu zinaongozwa na moyo. Moyo ukisimama, maisha ya mwanadamu hayapo. Lakini pia uhalisia wa maisha ya mwanadamu unaanzia ndani. Mtu akiwa mzima ndani, maana hata nje atakuwa ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Watafiti wanasema asilimia zaidi ya 60 ya magonjwa ambayo watu wanaumwa ni matokeo ya hali yao ya moyoni. Kile kilichoko ndani, kile kilichobebwa ndani. Na mtu wa Mungu leo, Yesu alipokuokoa alikutana na moyo wako. Na hata leo anapozidi kuokoa, anataka kutana na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naposema nimeokoka, maana yake moyo wangu umepona. Moyo wangu umefunguliwa. Moyo wangu umeachilia. Yeremia aliwahubiria watu, taifa lake, kanisa lake, nyumba yake, ndugu zake wa damu wa taifa la Israeli. Aliwahubiria miaka ya kutosha, akiwaonya kwa habari ya kuacha dhambi. Lakini ndugu zake wale ndio waliotumika, wakamgeuka, wakamtengenezea mitego, wakaenda kumshtaki, wakamsema vibaya kwa wakuu wa serikali. Yeremia akakamatwa, akateswa, akachukuliwa, akafungwa kamba, akatupwa kwenye shimo limejawa na matope. Hakuna kumwokoa. Akatokea mtu wa mbali, ndiye akamhurumia, tena jemedari wa jeshi. Akaenda akamtoa matopeni, akamuosha miguu yake, akamuosha mwili wake. Yeremia anaumia kwamba watu hawa nawapenda, ndio maana nawahubiria kila siku ili wapate kupona. Maana mbele yao naona kuna matatizo, mbele yao naona kuna kuangamia, mbele yao naona kuna kuchukuliwa na kupelekwa utumani. Lakini baada ya kusikiliza kile ambacho nawaelekeza, wamenigeuka na kuanza kunipata, wamenigeuka na kuanza kunisimanga, wamenigeuka na kuanza kunisema vibaya. Akasema mtima wangu naumia, akasema ndani yangu naumia, kwa sababu yule ambaye nitegemea atapokea kitu changu kwa moyo wa shukrani, na amekipokea vibaya, ameanza kutafuta mitego ya kuniwinda. Akasema ninataka niponya. Yeremia anaumia moyo kwa sababu haoni kile anachohubiria kama watu wanakipokea. Lakini baadaye wanamsimanga. Sio kumsimanga tu, wameamua tena kuanza kumpiga. Bwana Yesu ahurumie sana. Bwana Yesu ahurumie sana. Kitabu cha Ezekieli sura ya 2 mstari wa 6. Mungu anamwambia Ezekieli ya kwamba, mwanadamu, nenda kawaambie wale watu, endelea kuelekeza, lakini hawatakusikia. Ninaamini nimekupa kazi ngumu. Yaani Mungu anamwambia Yeremia, ninakiri ya kwamba nimekupa kazi ngumu, kwa sababu nimekutuma uende useme na watu
ambao hawako tayari kubadilika. Mnanielewa? Bwana Yesu adumie sana. Yaani kuna mtu ambaye hata Mungu anasema kwamba hiki kichwa hiki hakiwezi kupona hiki. Sasa wewe mwanadamu ni nani? Yaani Mungu mwenyewe anamwambia Ezekiel ya kwamba nina akili ya kwamba nimekutuma kwa taifa lisiyotaka kubadilika. Utawaambia lakini hawatasikia. Utawaambia kugeuka lakini hawatageuka. Ila mimi nakutuma. Akasema neno moja ya kwamba ninajua ya kwamba miba na michongoma iko mbele yako. Miba na michongoma iko mbele yako. Kwenye kazi niliyokukabidhi uende ukaifanye. Katikati ya kazi ile utachoma miba. Utakutana na mambo mazito. Yatakuumiza, yatakujeruhi. Lakini sitaacha kukutuma kwa sababu ya ile miiba. Maana mimi naangalia kazi yangu ikamilike. Sitaangalia maumivu yako. Sitaangalia mateso yako. Mimi nakutuma uende utimize mpango wangu kwa ajili ya kueleza wale watu. Wageuke wasigeuke, lakini neno langu lazima litimie. Ila wewe kumbuka, katika kazi ambayo nimekutuma kuna kuumia, kuna kujaribiwa, kuna kukata tamaa. Lakini mwanadamu jipe moyo, enda kukaza kamba, maana lazima safari hiyo imalize. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo ni injini ya mwili inayoongoza shughuli zote za kimwili kwenye maisha ya mwanadamu. Uzima wa mtu unapatikana moyoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sitaki kuchambua moyo, lakini nataka tuzungumze neno moja kwamba Yesu anautembelea moyo wa mtu. Na moyo kama injini ikipona, chombo chote kiko salama. Ukikuta gari linaweza likawa na sura mbaya, gari limeharibika, yaani ukitazama kwa nje gari halifai, lakini injini yake ikiwa ni safi, mwenye gari anasifia. Anasema pamoja na sura yake kuwa mbaya, lakini nikiwasha gari hili kufika Kigoma masaa 10 nimeshafika, kwa sababu injini yake iko safi. Unaweza ukaona pikipiki ina sura mbaya, imechoka kwa muonekano wa nje, lakini injini yake ikiwa safi, mwenye chombo anafika kokota nakotaka. Lakini kuna chombo kwa macho ya nje kinaonekana ni kisafi, tena kina rangi nzuri, lakini injini yake ni mbovu. Unanielewa? Ukiwasha kidogo, ukifika Ngushelo, unaalika watu, unakamata wanaume wote walioko kijiweni, unawaambia nisaidieni kusukuma ili chombo hiki kipate kuwaka. Lakini wakitazama kwa nje, wanaona gari mpya, wanaona pikipiki mpya, lakini shida sio sura ya nje, shida ile injini ya ndani imekwisha kupata shida. Haleluya. Kipi bora? Kuwa na chombo chenye sura nzuri halafu injini iwe mbaya, usifiki kunako kwenda, au ni kuwa na chombo chenye sura mbaya lakini injini yake nzuri. Haleluya. Nafikiri kuwa na chombo chenye injini safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anautembelea moyo wa mtu, maana moyo ndio injini inayoongoza shughuli zote za maisha ya mwanadamu. Chochote kinachotendeka kwenye maisha ya mwanadamu kinaanzia ndani. Picha ya maisha yako iko ndani. Picha ya huduma ya chapakazi ilikuwa ndani, baadaye Mungu akaileta kama watoto. Mimi nayoona leo nimekwisha kuyaona tangu zamani, na kule tunakoelekea mimi napaona, na bado hatujafika. Haleluya. Bwana ameruna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado hatujafika. Kama injini ni safi, kama injini iko vizuri, inatumia mafuta kwa kiwango kinachotakiwa, hiyo injini itasababisha chombo kifike umbali mrefu. Sikiliza, moyo wako ukiwa safi utakusapoti, hata mambo yako yatanyoka, mambo yako yataenda vizuri. Na ndio maana leo kazi ambayo Mungu anataka tuifanye, tushughulike na injini siweze kuwa safi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mafundi wanashusha injini. Unaelewa? Unajua kusikia chombo kimeshushwa injini, sio? Wanaisafisha, wanafungua ndani,
wanasafisha kila kitu. Wakikuta ringi zimeharibika wanaweka mpya. Lengo ni kwamba ile injini ipate kuwa safi. Kuna kipindi unakuta kule ndani kuna uchafu mwingi, inabidi uondolewe. Uchafu ukiwa mwingi, kuna wakati unasababisha hata chombo kisitembee vizuri. Kuna wakati ukiwasha chombo hakiwaki. Kuna kitu kinaitwa plug kwenye pikipiki na kwenye gari na kwenye vyombo vya muziki. Nimefahamu vyombo vingi, vitu vingi sana kwa sababu ya vyombo vya injili. Generator inasumbua, wanasema plug ni chafu. Watachukua plug, wataisafisha, halafu wakiwasha inawaka vizuri. Kilichosababisha isiwake, kulikuwa na uchafu ndani ya plug. Plug, wataalamu waliobuni vyombo vya moto walichukua mfumo wa maisha ya mwanadamu, waliusoma vizuri ule mfumo wa mzunguko wa damu, wakaangalia mishipa inayosafirisha damu kwenda kwenye moyo, na ile mishipa inayotoa damu kwenda toka kwenye moyoni na kupeleka sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo kupitia kwenye mfumo mbalimbali ya mwili waliweza kudesign vyombo mbalimbali vya moto. Ukiangalia mashine inayokoboa mahindi na ile inayosaga mahindi imetengenezwa kwa mfumo wa mmeng'enya wa chakula. Kuna kinywa ule mdomo wanakwenda kumimina mahindi, halafu kuna meno yanaanza kutafuna ile mahindi. Mahindi yanashuka kule chini kwenye utumbo, halafu kuna chujio linaanza kuchuja. Mungu aliwapa wanadamu hekima, wakasoma mfumo wa mmeng'enya wa chakula, wakaenda kutengeneza mashine ya kukoboa na kusaga. Ushakuwaza hiyo? Mimi wanafuatilia vitu na kugundua kwamba huyu mtu alitumia mbinu hiyo. Kumbe mwanadamu anapofanya chochote lazima rejea kwenye uumbaji halisi, uumbaji original. Mwili huu ni kama mashine yenye mifumo tofauti. Kwa mwanadamu akitaka kutengeneza chochote lazima tarejea kwenye uumbaji original ambao ni mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Madaktari wana siri nzito sana. Kuna muda nilisoma habari za mtu mmoja wa Marekani, mtaalamu sana mambo ya maabara. Binti yake alifariki dunia. Yule baba akasema, basi mwanangu hatazikwa, nimejitoa mwili wake utakaa kwenye maabara waje kufanyia majaribio, kwa sababu huwezi kuwa daktari naanza kupasua panya, napasua chura, halafu nakwenda kumpasua mwanadamu. Wote kubali kupasuliwa. Huyo kwa mara ya kwanza na anakwenda kupasua mtu. Eti kama ni mgonjwa, mama mjamzito umeambiwa ukafanyia operation. Halafu nasikia kabisa wako wanaongea ya kwamba sasa yule kijana ambaye hajawahi kupasua hata siku moja na alikuwa na shida kweli, hebu tukamwite aje. We mama unayetaka kufanyia operation utakubali? Yaani ndio mara ya kwanza ametoka kupasua chura na panya, halafu ahamie kwa mpango mimi, aanze kwangu, yaani jifunzie kwangu. Nimeahirisha. Mama kuna nimeahirisha. Anajifunza kwangu. Huwezi kutoka kwenye kupasua vyura na panya ukaenda moja kwa moja kupasua mwanadamu aliye hai. Lazima utaanza kutafuta mwanadamu ambaye unatafuta mwili wa mwanadamu, unaanza kufanyia mazoezi. Ukishaimarika taratibu unaanza kusogea na kuanza kupasua walio hai. Sasa miili yetu ndio uumbaji halisi. Yaani Mungu alitengeneza sayansi ya juu na wanadamu wote wanajifunzia kwenye uumbaji wa Mungu ambao ni mwili. Mwili ni injini yenye mifumo mbalimbali. Kuna mfumo wa pumuaji, una viungo vyake na mishipa yake. Kuna mfumo wa utoaji taka mwili, una mifumo yake. Sasa watengenezaji wa vyombo vya moto walitumia mifumo ya kibinadamu, wanausoma mwili jinsi ulivyo, halafu wanajifungia, wanatengeneza chombo kinachofanya kazi kwa mfano wa ule mfumo wa mwanadamu.
Kwa hata moyo umesoma vizuri, kuna wakati inabidi injini isafishwe. Mfano wa moyo kwenye chombo cha moto ni ile injini. Injini ikifariki, chombo hakiwezi kutembea, chombo kitabaki kimesimama. Kuna wakati injini inasafishwa, kuna wakati mishipa mbalimbali ya kwenye injini inabidi ifanyiwe usafi wa kutosha, maana kuna namna injini kinguruma, kuna kitu kinamisi vile. Mtaalamu akisikiliza, kuna kitu kimepungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mwanadamu wakati wa kupumua, kuna wakati mapigo ya moyo yanakwama. Mbona sijielewi? Naona anapiga haraka haraka, kuna muda yanasimama, injini na matatizo. Ukienda hospitali wanakuchungulia kwenye ultrasound, kuna vitu vimegandamana kwenye mshipa ule wa kupeleka damu kwenye ubongo. Kinachotakiwa inabidi ule mshipa usafishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa ndani kama injini unahitaji usafi. Tunatoka kwenye moyo wa nyama, tunakwenda kwenye nafsi, tunakwenda kwenye roho, ambavyo vyote vimekusanyika pamoja vikakaa kwenye chumba kinaitwa moyo. Mungu anakutana na wewe katika ulimwengu wa roho, na anakutana na moyo, anakutana na mtu wa ndani ambaye ndiye moyo wenyewe. Kuna kitu Mungu anataka kifanyike, ila anapokutana na wewe kwanza upate kujua ya kwamba anayeongea ni Mungu au ni sauti zingine. Kuna wakati tunashinda kutambua sauti ya Mungu kwa sababu kuna sauti nyingi zinatembea mbele yetu na tumeshindwa kubaini. Kuna wakati maisha mwanadamu yanasimama kwa sababu tayari kuna uchafu umekwisha kuingia kwenye injini. Inabidi injini isafishwe, inabidi kamba zote zifunguliwe, ile mishipa nayo ifunguliwe, halafu baadaye tupitishe kimiminika, zile impurities zilizojaa ndani ya mishipa ziondoke, halafu moyo utabaki kuwa safi. Haleluya! Nilisema siku moja kwamba ili mwanadamu akutane na Mungu, kuna andiko linasema kwamba maandalio ni kazi ya mwanadamu. Ili mwanadamu akutane na Mungu, kuna maandalizi ya kutosha inabidi ayafanye. Inaeleweka? Lakini tuko pamoja. Ukiwafundisha wanafunzi habari za kujazwa Roho Mtakatifu au kanisa, inabidi liwe somo refu. Yaani hatua ya kujazwa Roho wa Mungu inahitaji maandalizi ya muda mrefu. Mwanadamu inabidi kwanza jifunze jinsi ya kusamehe na kuachilia, ili ndani yako visikae viparticles, visikae viuchafu. Kuna wakati ukifungua kwenye nchi unakuta kuna viuchafu vimegandama mle ndani. Moyoni mwa mtu kuna viuchafu vimegandama. Sizungumzi uchafu mwingine ambao tunaweza kugusa kwa mikono. Ninaongea na nafsi ambayo inaweza kukutana na Mungu. Kuna mawazo yamegandama ndani, yamekaa kwenye ufahamu wako yakatulia, yanakwenda kunajisi maisha yako, kiasi ya kwamba hata baadhi ya mambo yamesimama kwa sababu ile injili yenyewe ya ndani imekwisha kuchafuliwa. Kinachotakiwa Mungu ambapo anaposema kwa habari ya maandalio yako, kuna vitu nataka uchukue hatua, wewe vifanyie kazi, ya kwamba kama moyo wako umehifadhi mambo ambayo hayafai, kuanzia sasa uanze kufunguka. Kuna vitu inabidi vianze kutoka kimoja, moyo wako ubaki kuwa safi. Hapo ndipo Mungu ataanza kutembelea. Maana kuna muda Mungu akitaka kuingia anakuta mahali pale ambapo inabidi akae pamejaa vitu vingine. Sasa Mungu hawezi kuingilia makazi ya viumbe wengine. Mungu inabidi akae mwenyewe. Kama moyo wako umehifadhi maajenti wengine, Mungu hawezi kukaa. Mungu anatafuta ndani yako watoto wale wengine ili yeye apate kuingia na kisha akae. Haleluya! Bwana Yesu arumie sana. Bwana Yesu arumie sana. Yeremia alikuwa analalamika, analia, anasema mtima wangu
Ukisoma ile Isaya amesema machozi yangu ni mengi ndani ya mtima wangu, namlilia Moabu, namlilia Moabu. Kwa nini? Moabu kuna kitu kibaya nikifanya. Moabu nina visasi naye, amewajeruhi ndugu zangu. Ukisoma kwa habari ya Yona, ile habari mimi huwa naifurahia. Kisa cha Yona na ule mji wa Ninawi. Mji wa Ninawi walikuwa ni maadui wakubwa sana wa taifa la Israeli. Unaelewa eh? Na Mungu aliwapa kibali wale watu waimarike. Ukisoma kitabu cha Waamuzi, maandiko yanasema kuna baadhi ya mataifa Mungu aliwaacha karibu na Israeli ili kupitia katika mataifa wale apate kuwajaribu Israeli. Naongea na watu hapa eh? Naongea na watu hapa eh? Hebu nisikilize vizuri. Mwambie mwenzako sikiliza vizuri. Sasa kuna mataifa Mungu aliwaacha pembeni ya Israeli. Mataifa wanaoabudu miungu wasiowapenda Israeli. Mungu akawaacha kwa makusudi. Kwa lengo gani? Anataka Mungu awajaribu Israeli kupitia kwa hawa hapa. Maandiko yanasema katika vizazi vya Israeli kuna watoto watazaliwa ambao hawajui habari ya vita. Sasa kupitia kwa hao maadui nitakwenda kuwafundisha na wale watoto ili wapate kujua ya kwamba ndugu zao maisha yao yote yalikuwa ni maisha ya vita. Mtu aliyeokoka 90% ya maisha yake ni maisha ya vita. Unafahamu? Unaelewa kama kila siku uko vitani? Unajifahamu kabisa? Wangapi wanaelewa uko vitani kila wakati? Hata kabla ya jirani yako. Nikisema vita, mwingine anamwaza jirani yake. Yule hata sio, ile sio vita. Vita ya jirani ambao unaweza kusaidia hata na mwenyekiti wa kitongoji. Mwanadamu yuko vitani kila wakati. Dunia inakutazama. Nguvu za giza zinakutazama. Maagano ya kifamilia ya nyumbani yanakutazama. Kuna kama babu walikaacha. Babu wa kwanza akatoa unabii kwamba kizazi changu chote watakuwa ni watumishi watiifu. Kisha kuona waziri na hapa anasema nitakuwa tayari kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatoa siri zote za baraza la mawaziri. Ushakusikia? Amwangalie TV, mmeokoka sana. Sasa anaahidi ya kwamba sitatoa siri. Mababu walikula viapo mpendwa. Wakasema anaahidi mbele ya miungu yangu ya kwamba yeyote atakayezaliwa kwenye tumbo langu atakuwa mtiifu kwako, ewe mizimu. Alipomaliza kuwapa, wakachinja kondoo karibu na mtu, wakamwaga damu. Agano lichaandikwa kwamba kizazi chote cha Bushegu kimekabidhiwa kwenye haya maagano. Kwa hiyo wewe umetoka kwenye tumbo lile ambalo babu yako alitoa kiapo mbele ya miungu, na miungu inafanya kazi kwa kuangalia kile kiapo. Sasa utaponaje kutoka kwenye huo mtego, kwenye hicho kiapo? Maana mtoto akizaliwa yuko ndani ya kile kiapo, yuko ndani ya lile agano. Nyakati zile za zamani kuna njia kadhaa zilitumika kuweza kumtoa mtu kwenye yale maagano, lakini kipindi chetu hiki Yesu akafa msalabani, akavunja vile viapo vyote. Haleluya! Hata kama vile viapo vimevunjwa, unapata kibali kipi cha kutembelea kwenye yale mapinduzi
ambayo Yesu aliyafanya. Mwambie mwenzako tuko pamoja. Mwambie amka usilale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu mmoja alikuwa anatembea kama Balaamu, anapotosha watu na kuchafua fahamu zao. Na nikasema ole kwake, hajua anachokifanya. Kwa sababu anachokipanda hata mbingu zinakushuhudia. Yaani anatembea anaharibu akili za watu. Nisema kwamba sasa hivi hakuna shida. Yesu alikufa msalabani, hakuna atakayehukumiwa. Piga dhambi tu, piga ukahaba, kunywa pombe, vuta bangi, utaingia mbinguni. Maana Yesu alikwisha kufa kwa ajili ya ulimwengu. Na watu wanamsikiliza tena wanapiga makofi. Nikwambie wapendwa, ukifungua dini ya namna hiyo, watu 5,000 watajaa kwa muda wa dakika 5. Hiyo dini inafundisha kwamba usijibane. Uwe huru kufanya chochote. Nafungua kanisa ambalo halimtesi mtu, tesa watu. Usinywe pombe, usitafute mke wa pili, wa tatu. Mbona shida hizo za nini? Kuwa huru bwana. Kuwa huru. Maandiko yanasema kwamba njia endayo kwenye uharibifu ni pana.